Pili kinasema dhambi imetusababisha tuwe mbali na Mungu. Yesu alikuja duniani kutuokoa wenye dhambi. Mateso ya Yesu tuliokolewa dhambi zetu. Bwana Yesu Kristo sana. Na ndio maana ujiulize ni kwa nini muda mwingi tukiomba tunaenda katika nyumba za Mungu, makanisani, tunapiga magoti, Mungu muda mwingine hatujibu kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu Mungu anasema Mungu hasikii wenye dhambi. Yaani unapokuwa ndani yako umetawaliwa na dhambi zimekujia. Kwa mfano unaenda kanisani, unamwomba Mungu wakati una kinyongo, unamchukia mwenzako, ndani ya moyo wako umemweka mwenzako, unamchukia eti kisa unamdai, umemchukia eti kisa alikutukana, alafu unaenda kumtolea Mungu sadaka kanisani, unaenda kumsifu Mungu. Hiyo sadaka haipokei Mungu, maombi yako hayapokei Mungu. Anasikia yale maombi ambao moyo wako ni msafi, hauna chuki yoyote, kwa sababu Mungu ni neno, na Mungu anasema katika neno lake, heri wenye moyo safi nao atamuona Bwana. Bwana Yesu Kristo sana. Kwa kipindi hiki cha kukumbuka mateso ya Yesu Kristo, unatakiwa ndugu yangu, wewe msikilizaji unanifuatilia kupitia Mwasunda TV TikTok, na wewe ambaye unanifuatilia kupitia YouTube pamoja na Instagram, nataka nikwambie kwa kitu kimoja. Yesu anakupenda. Kwa hiyo acha dhambi. Haijalishi unafanya umalaya, na ni dada yangu ambaye unafuatilia kwenye TV yangu, haijalishi unafanya ulevi, ni kaka yangu, haijalishi unafanya umbea, haijalishi unavuta bangi, dhambi yoyote unaofanya kipindi hiki, kumbukizi hii ya mateso ya Yesu Kristo, unatakiwa kuacha dhambi, moyo wako umpendeze Mungu.